Bwana Yesu Kristo aimidiwi hapo ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na si mwingine ni mimi Prophet Joel Eomba Londani kutoka hapa kwetu Australia. Tunazidi kumshukuru Yesu Kristo. Kulala na kuamka ni kumshukuru Yesu Kristo. Kama ninavyosema ya kwamba tuko katika mwendelezo wa kipindi cha kuharibika kwa dunia, na katika kwa kipindi hiki tunaongea mambo mengi katika kipindi hiki, mambo ambayo yanakuja mafunuo, maonyo, mafundisho, mambo ambayo manabii katika hiki kipindi hiki tu cha kuharibika kwa dunia. Kwa hiyo tunakava mambo mengi kabisa. Kwa hiyo ndugu yangu unaniangalia, unanisikiliza, ni kuombe tu kusubscribe ili uwe wa kwanza kabisa kupata sehemu vipindi vyetu. Subscribe, comment, like, share kwa watu wengine wapate kujua kile ambacho Kristo anataka sisi kujua. Na hii ni sehemu yake ya 14. Ni kipindi kirefu. Toka nianze kutoa vipindi, hii imekuwa ni kipindi kirefu toka nianze. Na sijui kama itaisha lini. Kinaendelea, ni kipindi kizuri ambacho kitaendelea tu pale ambako Bwana anataka sisi kuongea na watoto tunaoleteni katika kipindi cha kuharibika kwa dunia. Ama kama ni unabii kabisa ambao hauhitaji kuwekwa katika kipindi hiki, tunaweka mahali pake. Kama ni mafundisho mahali pake, lakini kulingana vile mwongozo unaokuja fundiweka haya kwenye kipindi hiki cha kuharibika kwa dunia, basi ndio maana nitakuwa nayaweka haya katika maeneo hii. Lakini Bwana Yesu Kristo ndio kiongozi. Katika kuharibika kwa dunia tumejifunza mambo mengi, na nina imani wengi wameguswa na wanazidi kuguswa na wataendelea kuguswa kwa ajili ya mafundisho haya. Na hata hivi nabii tunayosema hapa, mafunuo tunayosema hapa, maonyo Yesu Kristo tunayosema hapa, wengi wanabarikiwa, wengi wanajifunza kitu. Hichi unachokisikia kishike, kikamate kabisa na mkono mmoja, asije adui akakinyang'anya na kukitoa katika mikono yako. Lengo la kipindi ni kuhakikisha mwana wa Mungu anajua kweli itakaweza kumuongoza katika ufalme wa Yesu Kristo. Hatuko hapa kutafuta umaarufu, hatuko hapa kujinua, hatuko hapa kufanya mwingine akasirike, bali tuko hapa kuonya na kushauri na kufundisha na kutabiri ili watoto wa Mungu wapate kuingia mbinguni. Na haya ambayo nayaleta kwa sababu niliambiliwa nilete. Kama hii sehemu yote ambayo niliambiliwa na kupatia haya ili waambie watoto wangu katika kipindi cha kuharibika kwa dunia. Ni kipindi hiki kinaweza kikasimama labda miezi mingapi huko, miezi mitatu, na pale ambako tutapata mwongozo wa kipindi hiki tunaleta. Tasipopata mwongozo baada ya kumaliza haya yote ambayo nayaleta, hii sehemu yote ambayo niliwaambia itakuwa ni katikati kwa sababu ni ndefu, na imani tutaishia hapo. Mingine Mungu akituruhusu siku nyingine tunakuja na mingine. Labda inaweza ikawa ni kipindi kingine, labda inaweza ikawa na mimi mwingine, labda inaweza ikawa jina lingine, lakini yote yanazungumzia juu ya kuokoa nafsi ya mtu yapate kuingia mbinguni. Lakini kwa kipindi hiki tukimaliza hizi pati zote ambazo niko nazo hapa, kusema kweli tunaishia hapo, atutapitisha. Lakini bado ni ndefu, sidhani kwamba tutamalizia hapa tu, hapana. Bado ni ndefu na muda ni ndefu, na muda ni chache nao. Sasa niwakaribishe tena katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi, na Yesu Kristo hapo ulipo awaguse, awapatie understanding, uelewa, awafungua akili, uelewe kile ambacho nitakachokwenda kusema leo. Unajua leo ni Friday, na niliahidia watoto wa Mungu kila Friday ni lazima nilete kipindi hiki sehemu yake moja tu, ili nipate kufika hatua ya kuweza kumalizia kipindi hiki na sote tukae katika usalama wa wetu Yesu Kristo. Karibuni katika kuharibika kwa dunia. Sasa
wakati nasikia sauti ilianza kusema, wapole ndio watakaoweza kurithi ufalme wa Mungu. Wapole ndio watakaoweza kurithi ufalme wa Mungu. Tutakwenda kusoma kitabu hiki cha Mathayo sura yake ya 5 na mstari wake wa 5. Najua anasema hivi: heri wapole, maana hao watarithi nchi. Heri wapole, maana hao watarithi nchi. Na nikaambiliwa wapole ndio watakaorithi nchi. Nikaendelea kuambiliwa ili hiyo nchi, yani mbingu, imewekwa kwa ajili ya watu watu kama hao, wale watakaoweza kujishusha na kuwa kama watoto wadogo. Maana watu kama hao waliojishusha kama watu wadogo, watu kama hao ndio watakaorithi mbingu. Acha kwa tuangalie tena Mathayo huyo 19:13 hadi mstari wa 14. Mathayo sura ya 19. Mathayo sura ya 19 na mstari wa 13 anasema nini? Hadi 14 anasema, ndipo akaletewa watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao na kuwaombea. Wanafunzi wake wakawakemea. Lakini Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Nikaambiliwa hata kama hao watu walio wapole, wanaojishusha kama watoto, wakizarauliwa, wale walio katika Kristo watang'aa milele. Japokuwa dharau zipo, lakini wale waliokuwa katika Kristo watang'aa milele. Hata kama wakichekwa, wale walio katika Kristo watadumu milele. Watoto wadogo, wakati ni wa mwisho. Naendelea kuambiliwa ya maneno, ambako kila kitu kibaya kimejinua. Kila kitu kibaya kimejinua, na kimejinua si kwa sababu ya mema, bali kimejinua kwa sababu ya kupotosha. Nikaambiliwa manabii ya uongo yamejinua, matabiri ya uongo yani yamejinua, yasiyo tenda kazi ya Yesu Kristo. Wasioitwa katika wito wamejinua. Kila kiitwacho kibaya kimejinua. Omba Mungu akupatie utambuzi wa kujua anayekuongoza na kunjua mtu, wa kunjua mtu anayekuongoza kiroho, upate kumwabudu Mungu mahali palipo salama, mahali palipo sahihi. Bwana Mungu ni mwaminifu, lakini pia akasema ambaye amewapenda watoto wake, na watoto wake ni lazima kumpenda. Lazima watembee katika njia ya haki na ya kweli. Yeye ni mwaminifu, autoa upendo wake kwa ulimwengu ili watu wamwabudu katika pendo, katika haki na katika roho. Ndio maana Mungu ameutoa upendo wake. Lakini akaendelea kuniambia kabisa, akasema, watoto wa Mungu, usidanganyishwe na mambo ya dunia, maana mambo ya dunia hayana uhai. Mambo ya dunia hayana uhai, ama hakuna uhai katika mambo ya dunia, wala uzima
haumo katika mambo ya dunia. Nitakwenda kusoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura yake ya pili mstari wa 15 hadi 17. Najua inasema, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Hii ni Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa 15 hadi 17. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba akumu ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia itapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu atadumu hata milele. Afanyaye mapenzi ya Mungu hatadumu hata milele. Matendo ya dunia ni giza, na yeye apendaye matendo ya giza ni wa gizani, na giza haitadumu. Wote watendao mambo ya giza wataenenda na dunia. Na wanani watakao tembea na Yesu Kristo? Ndio swali akauliza. Wajikatae, watakaoweza kutembea na Yesu Kristo, wajikatae katika maisha yao. Ukitaka kutembea na Yesu Kristo, narudia, ujikatae katika maisha yako. Akasema, kumbuka, ukijikataa kwa ajili ya mambo ya Mungu, ndipo hapo unaiponya nafsi yako. Lakini pia ukipenda kuiokoa nafsi yako kwa ajili ya mambo ya dunia, ndipo hapo umekufa kabisa. Umepoteza maisha yako, na umepoteza maisha yake kwa ajili ya Yesu Kristo. Akasema yule atakayepoteza maisha yake kwa ajili ya Yesu Kristo ataweza kuokoka, na yule ambaye hakuweza kujitoa kwa Yesu Kristo na kupoteza maisha yake kwa ajili ya Yesu Kristo, huyo amepotea na hataweza kusimama. Dunia, anasema dunia inapita, wala hajawahi mtu anayetembea katika mambo ya dunia hajawahi kuwa mwana wa Mungu. Ukitembea katika matendo yote ya giza ya kidunia, hujawahi kuwa mwana wa Mungu. Acha kwa tuangalie katika kitabu cha Marko sura ya ngapi ile? Marko sura ya 8, najua. Acha kani angalie 34 hadi 38. Inasema, akawaita mkutano pamoja na wanafunzi wake, akawaambia, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakaye iangamiza nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, huyo ataisalimisha. Kwa kuwa itamfaidi mtu nini kupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake? Ama mtu atowe nini badala ya nafsi yake? Maana kila atakayenionea haya mimi na maneno yangu katika kizazi hiki cha uzinzi na dhambi, Mwana wa Adamu atamonea haya mtu huyo atakapokuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika wake na malaika watakatifu. Amen. Tunazidi kusonga mbele kwa ajili ya mambo ya Yesu Kristo, na vile nilivyopokea ndivyo ninavyotaka mimi kuvileta. Ndio maana sometimes waga nachukua muda nisome ili nisiwezi kuingiza vya kwangu katika akili, lakini pia na vingine navyoongea pale ambako na vimeeleweka sana navyoongea. Lakini nikaambiwa dunia inapita na tamaa zake zote zinapita. Ni nani atadumu? Basi ni yule
anayependa Yesu Kristo na kupenda na kuenenda katika njia ya Yesu Kristo, atendaye mema na mazuri kwa Yesu Kristo, aliyekuwa na hofu ya kuweza kugeuka na kutubu makosa yake na kuishi katika maisha matakatifu, huyu atadumu hata milele. Huyu ndo atakayeweza kudumu. Yesu Kristo atafuta watu kama Yesu Kristo anatafuta watu kama hao wamwabudu. Hao ndio wamwabudio katika kweli, hao ndio wamwabudio katika haki. Muaminie Yesu Kristo, muaminie Yesu Kristo, muamini Yesu Kristo siku zote. Mtukuzeni Yesu Kristo, kimbilio na ngome na msaada, tumaini kwa watu wote. Amen. Akaniambia nisome kitabu cha Zaburi ya 13, Zaburi ya 13. Takwenda kusoma kitabu cha Zaburi ya 13. Kitabu cha Zaburi ya 13 anasema hivi. Mstari wa kwanza hadi wa 6 anasema: Ee Bwana, hata lini utanisahau? Hata milele? Hata lini utanificha uso wako? Hata lini nifanye mashauri nafsini mwangu, nikihuzunika moyoni mchana kutwa? Hata lini adui yangu hatukuke juu yangu? Ee Bwana Mungu wangu, uangalie, uniitikie, uyatie nuru macho yangu, nisije nikalala usingizi wa mauti. Adui yangu asije akasema, nimeshinda. Watesi wangu wasifurahi ninapoondoshwa. Nami nimezitumainia fadhili zako, moyo wangu na ufurahie wokovu wako. Naam, nimwimbie Bwana, kwa kuwa amenitendea kwa ukarimu. Amen. Baada ya kusoma hiyo verse ya Biblia, hiyo Biblia yote, chapter yote ya Biblia, Zaburi ya 13 samani, ndo hapo tena nikaanza kuambiliwa watu wao ambao wanaomba kama hiyo maneno, wanahitaji msaada kama hiyo maneno ambayo Zaburi imeandikwa. Hao watu ndio Bwana anawapenda, watu wanaojiona wawezi, bali wahitaji nguvu kutoka kwa Yesu Kristo. Ndio maana akasema hao ndio wale ambao watakaweza kuokoka, wanaoona nguvu na uweza wao hauwezi kuwaokoa, bali wataokolewa kwa sababu Mungu ni karibu nao. Watamuita Yesu Kristo wakati wa shida na wataabu. Akasema watamtafuta Yesu Kristo, watamtafuta Yesu Kristo kwa wakati wowote ule, ili wapate kuwa pamoja nao, ili apate kuwa pamoja nao, ili apate kuwa mshindi wao, apate kuwa mshindi wao. Hakuna ushindi utakaoonekana pengineko. Ushindi wapatikana kwa Yesu Kristo. Ushindi wapatikana kwa Yesu Kristo. Utakaa hapo na mwishoni utaanguka unapokuwa nje Yesu Kristo, au utaweza kupata ushindi. Bali ushindi wapatikana kwa Yesu Kristo, na usipokuwa na Yesu Kristo utakaa hapo hadi kuanguka. Akaniambia, mwanadamu, sikiliza maneno haya mwanadamu. Akasema, roho ya kila atendaye dhambi itakufa. Roho ya kila atendaye dhambi itanguka ndani ya ziwa la moto. Acha kwa tusome Ufunuo 22:21 mstari wake wa 15. Alafu tutaendelea na mengine hapo. Ufunuo 21
mstari wake wa 15 anasema, na yeye aliyesema nami, samani nimekuwa mbali kidogo, ni Ufunuo 20, Ufunuo 20, Ufunuo 20 nasema mstari wa 15, na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupa katika lile ziwa la moto. Tuangalie kitabu kingine hapa ambacho nilipewa ni Ezekieli sura ya 18 mstari wa kwanza. Ezekieli sura ya 18 na mstari wake wa kwanza anasema hivi, na mstari wake wa 4, acha tusome mstari wake wa 4 direct. Anasema, tazama, roho zote ni mali yangu, kama vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo roho ya mwana mali yangu. Roho ile itendayo dhambi itakufa. Roho ile itendayo dhambi itakufa. Unaona? Kaniambia yeyote atendaye dhambi hataweza kumwona Yesu Kristo, bali atakaa katika moto wa milele na milele. Lakini pia akaniambia, na roho yake yeye atendaye haki, atendaye haki yuna haki kama yeye aliyekuwa wa haki. Kwa Yesu Kristo kiwa na haki, utaipokea hiyo haki. Nikapewa Ezekieli 18 mstari wake wa 5 hadi wa 9, akasema, bali kama mtu ni mwenye haki na kuyatenda yaliyo halali na haki, akula juu ya mlima, wala hakuviinulia macho vinyago vya nyumba ya Israeli, wala hakumtia unajisi mke wa jirani yake, wala hakumkaribia mwanamke wakati wa kutengwa kwake, wala hakumdhulumu mtu, bali amemrudishia mdeni wake rehani yake, wala hakumnyang'anya mtu mali yake kwa nguvu, naye amewapa wenye njaa chakula chake, na kuwavika nguo walio uchi, ambaye hakumkopesha mtu ili apate faida, wala hakupokea ziada ya namna yoyote, naye ameuepusha mkono wake na uovu, na kufanya hukumu ya haki katikati ya mtu na mwenzake. Tena ikiwa amezifuata sheria zangu na kuzishika hukumu zangu, mtu huyu ni mwenye haki, hakika ataishi, asema Bwana Mungu. Ndo hapo nikaletewa hiyo contest ya watu wa aina mbili. Watenda dhambi wataishia ndani ya ziwa la moto, lakini wenye haki wataishia katika kufurahi na Bwana wao mbinguni. Lakini kwa sababu niliambiwa yeye aliye wa haki atapata haki kama yeye aliyekuwa wa haki. Takwenda kusoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza, pia Yohana wa kwanza tena sura ya 3, Yohana wa kwanza sura ya 3 na mstari wake wa Yohana wa kwanza sura ya 3 na mstari wake wa 7, nasema, watoto wadogo, mtu na asiwadanganye, atendaye yake yuna haki kama yeye alivyo na haki. Tenda haki. Lakini pia baada ya hapo akaniambia, mwanadamu, mbona kiburi chako kimepanda? Yani anaambia wanadamu, kiburi cha wanadamu kimepanda. Kiburi chako kimepanda mwanadamu. Yakumbuke maneno haya, yashike yaliyo thabiti, yaliyo ya kweli, yaliyo ya Bwana Mungu wako Yesu Kristo aliye mtakatifu. Akaniambia, yeye ndiye ngome na msaada, yeye ndiye atakaye kuokoa, yeye ndiye atakaye kuwezesha
Yeye ndo atakaye kuongoza katika maji matulivu. Ndio nilivyokuwa naambiwa. Lakini tutakwenda kusoma katika kitabu cha Zaburi ya 23. Tuangalie Zaburi ya 23 yote, hata tusome yote. Inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Tuacha tuishie hapo, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Na mimi nikaambiwa yeye ndiye atakayeweza kukuongoza katika maji matulivu. Sasa baada ya hayo akasema, alizarauliwa, alikatiliwa kwa sababu ya watu wapate kuhudumu katika nyumba yake, watu wapate kubaki katika nyumba yake. Alikuja kutafuta kondoo zilizopotea. Kaniambia, kondoo zilizokuwa katika njia zao wenyewe. Kimbilio kubwa ni Yesu Kristo, awezaye kuongoza watoto wake. Yesu Kristo ni Yesu Kristo wa Nazareti, awezaye kutuongoza salama. Akaniambia, kumbukeni, wakati huu ni wakati wa mwisho ambako mwana wa Adamu anaweza kuja kwa wakati wowote. Wale waliokuwa wa imani watabaki katika imani na katika utakaso, watabaki katika watakasi miili yao, roho na nafsi zao, wasije wakakosa njia, wasije wakakosa mji ule, wasije wakakosa mji ule. Akaniambia, mwanadamu, hata kama kuja mwana wa Adamu atakuja na wote watamuona, na watu wote watamuona, niseme hivyo, na wale watakaomuona watafurahi. Lakini hole ni kwa wale watakao hachwa siku hiyo, ambao bibi harusi anachukuliwa na kwenda kuingia kwenye paradiso, mahali pasifa na mahali pa furaha. Mwanadamu utaambia watu ya kwamba wapate kujua kwa uhakika Yesu anao upendo wa kuweza kuwaokoa na kuwaweka katika viganja vyake. Utawaambia watu ya kwamba hakika Yesu Kristo aliweza, ni Mungu. Hakuna mwingine mbele yake na nyuma na kabla yake, ni Mungu mmoja ajitoshelezaye. Kwa hiyo wanaoabudu miungu mitatu waache wakamrudie Mungu wa kweli wa Israeli, akitia katika kiti chake cha enzi. Yeye ndiye kimbilio na ngome, yeye ndiye msaada. Yesu ndo kimbilio. Wote wanaohuzunika, niseme watacheka kwa sababu wako na Yesu Kristo. Kumbuka maneno haya ni maneno ya Yesu Kristo. Sometimes kwangu mimi naona ni vizuri ni asome mbele za watu, niwaambie watu zewe vile alivyokuja, nisiingize ama sipunguze. Ndio maana sometimes naweka maeneo fulani naweza nikasoma. Kwa hiyo tuko katika kuharibika kwa dunia,
Na hii eneo yote ambayo imeanza eneo ya 13, eneo hii ya 14, eneo hii nyingine itaka kuja ni maneno ya kinabii. Ni unabii ambao unabii huu niliambiwa ni utowe kupitia kipindi cha kuharibika kwa dunia. Lakini ni ndefu sana. Hatuwezi tukamaliza wote kwa kuweka wote masaa 2 matatu, hapana. Ndio maana mimi nikaona nitaufanya part 1 part 3, lakini yani part 1 ni ile eneo ya 13, part ya pili ile eneo ya 14, part ya 3 eneo ya 15, na part ya 4 inaweza ikawa eneo ya 16. Lakini yote kuanzia 13 hadi mwisho wa kipindi hiki ni unabii ambako nilazimishwa kabisa kutoa katika kipindi cha kuharibika kwa dunia. Na maneno yote ndio maana katika unabii nataka kusoma, kwa maana sitaki kuongeza mengi ama kupunguza, kwa maana ni virefu sana, hauwezi ukavika vyote katika kichwa. Na mahali pale ambako haviko sana katika kichwa ni lazima nikusomee ili upate kuelewa zaidi. Kwa hiyo tumeishia hapa leo. Tumeishia hapa leo katika sehemu hii. Nina imani Mungu amekugusa mahali. Kumbuka kuwa mwenye haki. Kuwa mwenye haki ni kutakaswa, kukubali dhambi, kusema sistahili, nisamehe, kuona una nguvu za kujiwezesha. Wahitaji msaada wa Yesu Kristo kila itayo leo, kila itacho leo, kila siku. Yani niseme hivyo, unahitaji Yesu Kristo. Usirizike na wala usishibe kwa Yesu Kristo, maana wakati utakapoanza kushiba ndio wakati unashindwa hata kuomba, kusoma neno, unarizika. Usirizike hata siku moja katika mambo ya kiroho. Urizike tu siku ile utakapoweza kumuona Yesu Kristo unatoka katika dunia hii. Maana wakati eneo hiyo hautakuwa na vita. Lakini ukirizika hapa duniani, kuna wengine wanapiga vita ili urizike kweli, ushindwe wa kushushe ulie na wao mali pagiza palaana pa mateso katika lile ziwa la moto. Si mwingine ni mimi Prophet Joel Eomba Nlondani, niko hapa Australia, na nashukuru Yesu Kristo kwa sababu ya kuweza kupata nafasi hii ya Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole.